Wajumbe kutoka Urusi na Ukraine wanakutana leo Jumatatu nchini Uturuki kwa duru ya pili ya mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita nchini Ukraine. Mwanahistoria mwafidhina Karol Nawrocki ashinda uchaguzi wa rais nchini Poland. Na Waislamu zaidi ya milioni 1 wamewasili katika mji mtukufu wa Makkah kushiriki ibada ya Hija itakayoanza Jumatano. Habari kamili. Istanbul. Wajumbe kutoka Urusi na Ukraine wamekutana nchini Uturuki leo Jumatatu kushiriki duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja ya kujaribu kutafuta makubaliano ya kumaliza vita nchini Ukraine. Mazungumzo hayo yanafanyika zaidi ya wiki mbili baada ya duru ya kwanza, huku kukiwa hakuna matumaini makubwa ya kupigwa hatua. Ujumbe wa Ukraine unaongozwa na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Rustem Umerov, huku Urusi ikiongozwa na msaidizi wa Rais Vladimir Putin Vladimir Medinsky. Maafisa wa Uturuki wamefahamisha kwamba mkutano huo utakaoshirikisha pia shirika la ujasusi la Uturuki utaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Hakan Fidan kuanzia saa 7 kwa saa za Uturuki. Warsaw. Viongozi mbalimbali barani Ulaya wamempongeza mgombea wa upinzani wa chama cha siasa za kizalendo nchini Poland Karol Nawrocki baada ya kutangazwa mshindi leo Jumatatu wa matokeo ya uchaguzi wa rais. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier ni miongoni mwa viongozi waliompongeza. Ushindi wa Nawrocki aliyepata 50.89% ya kura ni pigo kubwa kwa juhudi za serikali ya siasa za wastani za kuimarisha mwelekeo wa Poland wa kuunga mkono Umoja wa Ulaya. Mwanasiasa huyo huenda akatumia kura yake ya turufu kama rais kuzima mwelekeo wa sera za kiliberali wa waziri mkuu Donald Tusk. Rafael Trzaskowski kutoka muungano tawala aliyepambana dhidi ya Nawrocki kwenye uchaguzi wa jana alipata 49.11%. Vilnius. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili Vilnius ambako atashiriki mkutano wa kilele wa viongozi wa mataifa washirika wa jumuiya ya kujihamia NATO kanda ya Mashariki na Nordic. Zelensky anatarajiwa kufanya mazungumzo kandoni mwa mkutano huo na viongozi wa mataifa kadhaa kwa mujibu wa msemaji wake. Mkutano huo wa Vilnius, Lithuania, unafanyika kabla mkutano kamili wa kilele wa jumuiya ya NATO uliopangwa kufanyika baadaye mwezi huu wa Juni mjini The Hague nchini Uholanzi. Zelensky ambaye anataka nchi yake ihakikishiwe usalama na jumuiya hiyo ametaka kualikwa kwenye mkutano wa The Hague, akisema ikiwa atawekwa pembeni itakuwa ni ushindi kwa Rais Vladimir Putin wa Urusi. Mkutano wa leo unawashirikisha viongozi kutoka nchi za Ulaya Mashariki na Kati na wanachama wa NATO kanda ya Nordic pamoja na Zelensky na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayojia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Jerusalem. Mwanadiplomasia wa ngazi za juu wa Israel Gideon Sar amelaani tukio la jana Jumapili la kushambuliwa huko Colorado nchini Marekani waandamanaji waliokuwa wakidai kuachiliwa huru kwa mateka wanaoshikiliwa katika ukanda wa Gaza. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Israel amedai kwamba tukio hilo limechochewa na vyombo vya habari, akiliita ni tukio baya la kigaidi la chuki dhidi ya Wayahudi ambalo limetokana na kile alichokiita uongo unaosambazwa na vyombo vya habari. Mtu mmoja aliyesikika akipaza sauti akisema ikombolewe Palestina aliwatia moto waandamanaji waliokuwa wamekusanyika kudai mateka wa Israel waachiwe huru katika ukanda wa Gaza. Wengi waliungua na wengine kujeruhiwa katika tukio hilo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anataraji kwamba mamlaka za Marekani zitachukua hatua kumfikisha mbele ya vyombo vya sheria mhusika. Makkah, Saudi Arabia. Zaidi ya Waislamu milioni 1 wamemiminika katika mji mtakatifu wa Makkah nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kushiriki ibada ya mwaka huu ya Hija. Mamlaka nchini humo zimeahidi kuhakikisha ibada hiyo inafanyika kwa njia salama kutokana na ongezeko kubwa la joto
katika taifa hilo. Kadhalika, mamlaka za Saudi Arabia zimekuwa zikiendesha operesheni kubwa ya kudhibiti wageni walioingia kinyume cha sheria. Ibada ya Hajj, ambayo ni moja kati ya nguzo 5 zinazoujenga Uislamu, hufanyika kila mwaka, ambapo mwaka huu inatarajiwa kuanza rasmi siku ya Jumatano wiki hii. Ripoti kutoka mamlaka za Saudi Arabia zimesema kufikia siku ya Ijumaa, zaidi ya mahujaji milioni 1.3 walikuwa wameshawasili nchini humo kwa ajili ya kushiriki ibada hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na kutoka chumba cha habari kwake Saumu Mwasimba, tuangazie sasa yale ambayo tumeyapa kipaumbele mchana huu. Tutaelekea kule nchini Tanzania kuangazia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu imesikilizwa leo kunani. Tutakuarifu wajumbe kutoka Urusi na Ukraine wanakutana hii leo mjini Istanbul kwa duru ya pili ya mazungumzo. Vile vile tutakuletea ripoti inayosema waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar amelaani mashambulizi yaliyofanywa jana Jumapili dhidi ya waandamanaji nchini Marekani. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tunasikika kupitia redio wa shirika, vile vile tuko mubashara katika ukurasa wetu wa Facebook. Tafuta pia chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili. Tuandikie maoni yako kuhusiana na ripoti ambazo utazisikia na ambazo tayari umezisikia katika taarifa ya habari. Tuanzie katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar amelaani shambulizi lililofanywa jana Jumapili dhidi ya waandamanaji nchini Marekani walikuwa wakishinikiza kuachiliwa huru kwa mateka wanaozuiwa na Hamas katika ukanda wa Gaza, huku akidai kwamba limechochewa na vyombo vya habari. Shambulizi hili limefanywa katikati ya Israel ikikabiliwa na shinikizo linaloongezeka kutokana na mzozo mkubwa wa kibinadamu katika ukanda wa Gaza na hususan kitisho kikubwa cha njaa. Lini Mtono anaarifu zaidi. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu wa Israel ameandika kwenye ukurasa wa mtandao wa X kwamba ameshitushwa na shambulizi hilo baya kabisa la kigaidi na chuki dhidi ya Wayahudi lililowalenga Wayahudi waliopo Boulder, Colorado nchini Marekani. Ameandika kitendo hicho ni chuki ya wazi dhidi ya Wayahudi kilichochochewa na kauli za chuki zinazowachukulia Mayahudi kama waumiani, ikimaanisha wanamwaga na kutumia damu ya watu wengine kwenye ibada zao, shutuma ambazo amedai zinasambazwa na vyombo vya habari. Hata hivyo, hakufafanua zaidi kuhusu madai haya. Mtu mmoja aliwarushia vilipuzi waandamanaji hao na watu 8 walijeruhiwa vibaya kwa moto. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa upande wake amesema anatumai mamlaka za Marekani zitamshughulikia kikamilifu mshambuliaji huyo kwa kuzingatia sheria za nchini humo. Kulingana na taarifa kutoka kwenye ofisi yake, kiongozi huyo amesema mashambulizi ya chuki dhidi ya Wayahudi kote ulimwenguni yanatokana na shutuma hizo hizo za kiimani dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi pamoja na watu wake. Chanzo cha dhana hiyo ya kiimani ni tukio lililochochea Yesu Kristo kuuawa chini ya utawala wa Kirumi. Na Wakristo hasa barani Ulaya waliamini kwamba Mayahudi walikuwa wakiwaua Wakristo kwa kutumia damu yao kwa matambiko na ibada zao nyingine. Afisa maalum anayehusika na ofisi ya upelelezi ya Denver, Mark Michalek, amesema upelelezi wa awali unaonyesha dhahiri kwamba kitendo hicho kililenga kuleta machafuko na FBI inakichunguza kama shambulizi la kigaidi. Lakini mkuu wa polisi wa Boulder, Stephen Redfern, kwa upande wake amewaomba watu kuwa wavumilivu wakati polisi wakiendelea na uchunguzi. Ninaomba kuwepo na utulivu wakati tunaendelea na hili, lakini pia ninaomba muungane pamoja nami katika kuwakumbuka wahanga, familia na kila mmoja aliyeathirika kwenye janga hili, na tutafanya kila liwezekanalo ili kutoa majibu kwa wote. Ni shambulizi linalofanywa siku chache baada ya wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israeli kuuawa kwa kupigwa risasi huko Washington. Na tukielekea huko Gaza, karibu watu 31 wameuawa na zaidi ya 170 kujeruhiwa baada ya vikosi vya Israeli kulishambulia kundi kubwa la watu waliokuwa wakienda kuchukua msaada wa chakula, maafisa wa afya na mashuhuda wamesema.
IDF ilifanya mashambulizi hayo karibu kabisa na kituo inachokisimamia cha kugawa misaada. Tukitoka Mashariki ya Kati tuelekee sasa Poland. Mhafidhina Karol Nawrocki ameshinda uchaguzi mkuu wa taifa hilo kwa tofauti ndogo ya kura na sasa ndiye rais mpya wa taifa hilo la Ulaya. Haya yamethibitishwa na tume ya uchaguzi hii leo. Nawrocki amepata 50.89% ya kura zote zilizopigwa. Jacob Safari ana maelezo zaidi. Mpinzani wa Nawrocki, mliberali ambaye pia ni meya wa mji mkuu Warsaw, Rafał Trzaskowski, amepata 49.11% ya kura. Trzaskowski alikuwa ameshajitangaza mshindi baada ya awamu ya kwanza ya matokeo kutangazwa hapo jana, ila uongozi wake uliendelea kufifia na kufikia asubuhi Nawrocki alikuwa kifua mbele. Kulingana na tume ya uchaguzi, kati ya kura milioni 29, Nawrocki amepata kura milioni 10.6 huku Trzaskowski akipata kura milioni 10.23, huku idadi ya wapiga kura waliojitokeza kushiriki zoezi hilo ikiwa 72%. Ushindi wa Nawrocki utatatiza juhudi za waziri mkuu wa Poland Donald Tusk kusukuma sera za serikali, kwa kuwa Nawrocki anatokea chama hasimu cha Nationalist Law and Justice Peace, na kama rais atakuwa na nguvu ya kukataa sheria yoyote ile kwa kura ya turufu. Cały obóz patriotyczny w Polsce. Tumefanikiwa kuwaunganisha wazalendo wote Poland, watu wote wanaotaka Poland ya kawaida, Poland isiyo na wahamiaji haramu, Poland salama. Tumefanikiwa kuwaunganisha wote wale wanaotaka usalama wa kijamii. Socjalnego, społecznego. Nawrocki analenga kuendeleza maadili ya kitamaduni ya Poland na ametahadharisha dhidi ya kuhamishia mamlaka yote ya nchi hiyo kwa Umoja wa Ulaya. Lakini rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, alikuwa haraka kumpongeza Nawrocki kwa ushindi wake, akiandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba ana imani kuwa Umoja wa Ulaya utaendelea na ushirikiano wake mzuri na Poland. Naye rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier leo amempongeza Nawrocki akisema urafiki wa Poland na Ujerumani ni wa karibu mno, na akamtaka rais huyo mteule waendeleze urafiki wa raia wa mataifa hayo mawili. Lakini huenda mahusiano kati ya Ujerumani na Poland yasiwe kama anavyotarajia Steinmeier, kwa kuwa kipindi chote cha kampeni Nawrocki aliapa kuliibua swala tete la fidia kwa wahanga wa vita vya pili vya dunia, ambalo ni jambo ambalo limekuwa likiibua hisia kwa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Ila katika taarifa yake, rais wa Ujerumani Steinmeier amesema Ujerumani inafahamu mateso yaliyosababishwa kwa Poland na Ujerumani katika kipindi cha vita hivyo vya pili vya dunia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky naye amempongeza Nawrocki kwa ushindi wake, akisema anatarajia kufanya kazi naye licha ya Nawrocki kuikosoa hatua ya Kiev kutaka kujiunga na Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Kujihami ya NATO. Nchini Poland, rais anahudumu kwa muhula wa miaka 5 na ana mamlaka makubwa, ikiwemo kuiwakilisha nchi katika mataifa ya kigeni, kutunga sera ya kigeni, kumteua waziri mkuu na baraza la mawaziri, na kuhudumu kama amiri jeshi mkuu endapo patazuka vita. DW tunavuma kwa kishindo. Asante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kutufuatilia, kutufollow, kulike na hata pia kushare maoni na kile unachokifuatilia na kutazama katika mitandao ya kijamii. Tusonge mbele na uchambuzi. Wajumbe kutoka Urusi na Ukraine wanakutana leo Jumatatu mjini Istanbul kwa ajili ya duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja tangu uvamizi kamili wa Urusi Februari mwaka 2022. Mazungumzo haya yanafanyika wakati pande zote mbili zikibadilishana mapendekezo ya amani na kutafuta njia ya kumaliza mzozo ambao sasa ni mgogoro mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Thelma Mwadzaya na taarifa kamili. Kabla tu ya kuanza mazungumzo hayo, Ukraine ilifanya moja operesheni zake za kijeshi za ujasiri zaidi kwa kushambulia maeneo ya ndani ya Russia na kuharibu zaidi ya ndege 40 za kivita za kimkakati ambazo thamani yake inakadiriwa kufikia dola bilioni 7. Ndege hizo zilikuwa zimeegeshwa katika vituo vya jeshi vya ndani kabisa, mbali na mstari wa mbele. Idara ya ujasusi ya Ukraine imefichua kuwa mashambulizi dhidi ya ndege za Urusi yalikuwa sehemu ya mpango wa siri wa miezi 18 ambapo droni ziliingizwa kwa siri ndani ya Urusi na kurushwa kutoka maeneo ya ndani, jambo linaloonyesha maendeleo makubwa ya uwezo wa mashambulizi ya mbali wa Ukraine. Mtaalamu wa anga wa Ukraine Valery Romanenko alisifu operesheni hiyo kama hatua muhimu ya mabadiliko.
Ningependa kuona nyuso za wajumbe wa Urusi katika meza ya mazungumzo. Wangenifurahisha sana, si mimi tu, bali kila mtu pia. Baada ya kofi hilo mbele ya macho ya dunia nzima, wanawezaje kufika na kusema hatutaki mikoa 4 tu, tunataka 6? Wakati wa huo Urusi na Ukraine zilishambuliana kwa droni usiku kucha. Urusi ilidai kudungua droni 162 za Ukraine, nyingi zikidunguliwa katika mikoa ya mpakani ya Kursk na Belgorod. Ukraine nayo ilisema ilizuia droni 80 za Urusi pamoja na makombora 4, ingawa baadhi yalifikia shabaha zake katika miji ya Kharkiv na Kherson. Licha ya kurejea kwa mazungumzo, mapigano ya kijeshi yanaendelea kwa kasi. Rais wa Urusi Volodymyr Zelensky alieleza masharti ya Kiev kabla ya mazungumzo: kusitishwa kwa mapigano mara moja na bila masharti, kuachiliwa kwa wafungwa na kurudishwa kwa watoto waliotekwa. Pia alisisitiza tena wito wake wa kufanyika kwa mkutano wa ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Wajumbe wa Urusi wamewasili Istanbul wakiwa na hati rasmi ya mapendekezo yao ya amani, ikiwa ni pamoja na kupunguzwa kwa uwezo wa kijeshi wa Ukraine, uthibitisho wa kutojiunga kamwe na jumuiya ya NATO na kukubali kupoteza maeneo ya ardhi. Kiev na washirika wake wa magharibi wamekataa masharti hayo, wakiyaita ya kikoloni na yasiyokubalika. Ujumbe wa Urusi unawakilishwa na Vladimir Medinsky, mshauri wa karibu wa Putin na mwenye historia tata, huku upande wa Ukraine ukiongozwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov. Wajumbe wa kidiplomasia kutoka Ujerumani, Ufaransa na Uingereza pia wamewasili Istanbul kuisaidia timu ya Ukraine. Kiev inakiri kuwa huenda ikalazimika kutegemea mazungumzo kurejesha maeneo yaliyopotea, lakini inasisitiza kuwa kusitishwa kwa mapigano lazima kuambatane na dhamana za kiusalama kutoka kwa mataifa ya magharibi, jambo ambalo Urusi inapinga. Na tukiachana na mzozo wa Ukraine na Urusi, tuelekee sasa Afrika Mashariki kule nchini Tanzania. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema Tundu Lissu imesikilizwa leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, huku upande wa jamhuri ukiendelea kuleta hoja ya kuwa bado upelelezi haujakamilika, wakati mawakili wa Lissu wakihimiza hoja ya kuachiwa kwa Lissu ni kwa maslahi mapana ya umma. Mwandishi wetu Florence Majani ana mengi zaidi. Ni saa 2:28 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Tundu Antipas Lissu anafikishwa katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam akiwa chini ya ulinzi mkali wa polisi. Magari mawili yaliyosheheni askari wenye silaha pamoja na mbwa yalionekana mahakamani hapo. Kisha Lissu akaingizwa katika chumba namba 1 cha mahakama ambako nako kulisheheni jopo la mawakili wanaomtetea Lissu na mawakili wa upande wa jamhuri pamoja na wafuasi wa Chadema. Alipopandishwa katika chumba namba 1 cha mahakama tayari kwa kesi yake kusikilizwa, Lissu alinyoosha mkono na kuonyesha alama ya vidole viwili ambayo ni kauli mbiu ya Chadema. Kisha akawasalimia watu kadhaa waliohudhuria mahakamani hapo kwa kuwapa mikono. Kabla ya kesi kuanza, wafuasi wa Chadema waliokuwapo mahakamani hapo pamoja na Lissu walitamka neno no reform no election, jambo ambalo lilimuinua wakili wa serikali Nasoro Katuga na kusema huko si kuheshimu mahakama. Mchuano wa mawakili hao ulianza ambapo upande wa jamhuri ulieleza mahakama kuwa upelelezi bado haujakamilika. Wakili wa serikali Nasoro Katuga hapa anaeleza. Kwa sababu upelelezi wa shauri hili unaendelea, baada ya jarada kupelelezwa kuletwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kusomwa na kuona baadhi ya mapungufu machache ya kumaliziwa. Hata hivyo, upande wa mshtakiwa, jopo wanalomtetea Tundu Lissu, wakili Jeremia Mtobesia aliambia mahakama iwasilishe upelelezi dhidi ya Lissu kwani mteja wake kuwa huru ni kwa maslahi mapana ya umma. Na tunaomba mahakama hii ione hivyo kwamba ni mcheleweshwaji ambao hauwezi kuvumilika. Nimekumbushwa na wenzangu hapa wanasema sababu mshtakiwa ana kesi mbili, mbona ile nyingine upelelezi umekamilika mapema na sio hii. Hata hivyo, hakimu mkazi mfawidhi Franco Kiswaga aliutaka upande wa jamhuri kutaja hatua kesi hiyo ilipofikia. Hoja zake alisema jamhuri hamjasema upelelezi umefikia hatua gani, hatua ya awali, ya kati au mwishoni. Katika kesi yake ya kuchapisha taarifa za uongo, upelelezi umekamilika, huku kesi ya uhaini ambayo Lissu anadaiwa kutamka maneno ikiwamo tutavuruga uchaguzi na tunakwenda kukinukisha yakidaiwa kuwa ni maneno yanayoashiria uasi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
Na kinara wa chama cha ODM kinachounda upande wa upinzani kwenye bunge la kitaifa nchini Kenya, Raila Odinga ameitaka serikali ya Rais William Samoei Ruto kuzipa fidia familia za waliopoteza maisha na waliojeruhiwa kwenye msururu wa maandamano ya kuipinga serikali ya Kenya Kwanza yaliyoongozwa na vijana chipukizi maarufu Gen Z. Mwandishi wetu kutoka magharibi mwa Kenya kule Kisumu, Musa Navie, ana taarifa kamili. Hatua ya Rais William Samoei Ruto kuomba msamaha vijana wa Gen Z katika mkutano wa maombi ya kitaifa ya kila mwaka siku ya Jumatano wiki jana imeendelea kupokelewa kwa mitazamo tofauti, huku viongozi wa upinzani na wanaharakati wakitoa kauli mbalimbali. Raila Odinga, kiongozi wa chama cha ODM kinachoongoza kwa idadi kubwa ya wabunge wa upinzani katika bunge la kitaifa, kwenye kauli yake amempongeza Ruto kufuatia hatua hiyo ya kuomba msamaha. Hata hivyo, Odinga ambaye aliandamana na Ruto katika maadhimisho ya sherehe za awamu ya 62 ya madaraka zilizoandaliwa jimboni Homa Bay, eneo la Nyanza magharibi ya Kenya, ameitaka serikali ya Kenya Kwanza kuwajibika zaidi kwa kuwafidia waathiriwa wa maafa na majeruhi yaliyosababishwa na madhila dhidi ya waandamanaji kwenye maandamano ya kuipinga serikali ya sasa, maandamano ya mwaka 2023 hadi mwaka 2024. Maandamano hayo yalishinikizwa na kupanda kwa gharama ya maisha, yakichochewa na mswada wa bajeti wa mwaka 2024-2025 na masuala mengine ya uongozi wa taifa. Kuna hali ya watu waliojeruhiwa na kufa wakati huo. Nasema leo tunastahili kufidia familia za waliofariki na waliojeruhiwa ili tufunge ukurasa huu wa historia ya taifa letu. Tunataka Wakenya waishi kwa amani na umoja. Kando na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, wanasiasa wengine na makundi ya wanaharakati nao wameendekeza shutuma dhidi ya ombi la msamaha kutoka kwa Rais Ruto, yakinukuliwa katika vyombo vya habari nchini Kenya, wakiibua maswali zaidi kufuatia kukamatwa kwa mwanaharakati Rose Njeri aliyekamatwa kwa shutuma za kutengeneza mtandao wa maoni ya ushawishi wa kupinga mapendekezo ya mswada wa fedha mwaka 2025. Akitolea mfano kukamatwa kwa Njeri, aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amesema vijana nchini Kenya hawana cha kusherekea katika maadhimisho ya siku ya madaraka, akisisitiza kuwa uhuru wao umebinywa. Wanaharakati Hussein Khalid na Boniface Mwangi wakikosoa kukamatwa kwa Njeri. To contribute to public participation is not a crime. Kushirikisha umma katika masuala ya kitaifa sio uhalifu. Hivi ni vitisho, ni mpango wa kutishia Wakenya, kuwanyamazisha Wakenya. Anajaribu kuleta uoga miongoni mwa vijana ambao wanapinga mswada wa fedha 2025. To silence Kenya. Rais Ruto aliomba msamaha vijana wa Gen Z kwa hatua zozote zisizofaa ambazo huenda alichukua dhidi yao. Msamaha wa rais pia akiuelekeza kwa taifa jirani la Tanzania kufuatia mzozo ulioibuka kutokana na wanaharakati wa Kenya. Musa Navie, DW Kisumu. 23 dakika zimekatika baada ya saa 6 hapa Ujerumani. Muda mwafaka kabisa wa kwenda upande wa pili wa studio kwake Sale Mwana Milongo, wakati huu anaangalia yale yanayovuma mitandaoni. Vipi Sale? Saumu, si jambo na wewe? Niko salama, karibu Jumatatu bado mavuno unaye? Bila shaka. Asante. Kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii na kinachovuma bila shaka ni pamoja na hatua ya mahakama nchini Tanzania kutangaza kwamba mwenendo wa kesi ya mpinzani Tundu Lissu utapeperushwa hewani moja kwa moja kwa umma kupitia mitandao rasmi ya mahakama. Kwa hiyo mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa mahakama ya Tanzania alisema lengo la hatua hiyo ni kuwawezesha wananchi popote pale walipo kufuatilia kesi hiyo bila kuwa na ulazima wa kufika mahakamani. Lakini hatua hiyo ambayo bila shaka ni ya nadra kabisa kuweza kutokea Tanzania imeibua maswali. Kuna wale ambao wanahisi kwamba hatua hiyo ni mageuzi ya kimfumo ya mahakama au ni kutokana na shinikizo kutokana na mvuto huo wa wanachama wa Chadema kutaka kuhudhuria huko kwenye mahakama ama mahali ambapo kesi hiyo inaendeshwa. Kwa hiyo ndio maoni mengi yamekuwepo. Kama huyu Kasongo Wanjiru ameuliza, ikiwa ni swala la nafasi ndogo mahakamani, kwa nini kesi hiyo isiende kusikilizwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa?
Kwani ni kandanda, ni soka hii kwamba peleka uwanjani? Mahakama lazima ifanywe katika sehemu ambayo ni sahihi. Ndio, bila shaka. Na kuna Peter Eram amesema wameogopa umati, wameogopa konga la Gwajima mahakamani. Na huyu Matilda Hali anasema hivi, ni tangu lini mahakama imeanza upambe? Je, kilichofanyiwa huko ni kutaka kuonyesha kwamba mahakama imekuwa na demokrasia ama vipi? Mengine ni taarifa hii, sijue kama uliisikia kwamba nyuki milioni 250 walitoroka huko Marekani. Walitoroka kutoka wapi na walikuwa wanakwenda wapi? Ni lori lililokuwa limebeba kilogram 70,000 za mizinga ya nyuki pinduka magharibi mwa Marekani kwenye mpaka wake na Canada, ambako nyuki mamilioni waliweza kutoroka kwenye mitungi na hivi sasa wamekuwa hewani, hawajulikane katika mazingira ya kutatanisha. Na wanasemaje huko wenye mitandao? Na wenye mitandao ni kama Baraka Yabani ameuliza, mnazingatia tu nyuki lakini majeruhi wamepatikana wangapi kwenye ajali hiyo? Na huyu Masudi Mahmad amesema huyu aliyesababisha ama aliyehesabu hao nyuki apewe maua yake. Kwa sababu kuweza kugundua kwamba nyuki walikuwa milioni 250, aliyohesabu mmoja mpaka mwingine ama vipi? Kwa hiyo maua yake apewe. Na cha kuonyesha zaidi ni huko mtandaoni ambako huyu Ngadamu Mwakibi anasema tafadhali, kuna nyuki wameonekana huku Busokelo, Mbeya, Tanzania. Kwa hiyo na wana rangi ya wazungu kutoka Marekani.